Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuendelea kutambua na kuipa nafasi sekta binafsi kama mshirika muhimu wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, kama ambavyo umeelezwa kabla, kauli mbiu ya maonyesho ya mwaka huu ni kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu. Kauli mbiu hii siyo ya kawaida. Huu ni wito wa kimkakati unaoendana na mahitaji halisi ya Zanzibar ya leo. Ukuaji wa uchumi hautokuwa na maana kama hauwagusi wajasiriamali wadogo, vijana, wanawake, wakulima na wavuvi na wafanyabiashara wengine wa kawaida, na hii ndiyo maana halisi ya jumuishi. Bila kusema kwamba tunatekeleza maelekezo ya nyinyi viongozi wetu na viongozi wakuu ya kulinda na kuenzi muungano, lakini ningependa nitoe wito kwa Watanzania wenzangu wa Zanzibar pamoja na wa bara. Matokeo ya kukutana hapa, moja ni viongozi kuamua kwa makusudi kuusimamia na kuulinda muungano tulionao, lakini cha pili kuuendeleza, na sisi tulioko chini yenu tutauendeleza kwa vitendo kutokana na maelekezo yenu. Msimu wa Mapinduzi Zanzibar tulikuwa tumeenda na sisi kuhudhuria au kwenda kutembelea maeneo ya kule panaitwa Dunga Zuze, ambao tumeona kazi kubwa sana ambayo inafanyika na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na sisi tumejifunza na tunakuahidi Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaendelea na sisi kuboresha na kuhakikisha ushirikiano wetu unaendelea vizuri. Maonesho haya yameanza kutokea 2014 na hadi mwaka huu 2026 tumeona kupata mafanikio, ambapo kwa mwaka 2014 washiriki walikuwa ni 109 na wamekuwa wakiongezeka mwaka hadi mwaka, na matarajio ni kufikia idadi ya washiriki 400. Katika tamasha hili la 12, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna washiriki 316 ambao 246 ni kutoka Zanzibar, washiriki 61 ni kutoka Tanzania bara, washiriki 9 kutoka nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washiriki hao wa kimataifa, Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawakilisha mataifa ya Uganda, Burundi, Zambia, Misri, Msumbiji pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wenzetu wa Brazil, kama ambavyo umepita kwenye banda lao na umewaona wapo wameshirikiana na sisi. Maonesho haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, yamekaririwa kutumia jumla ya Tanzania shilingi milioni 350,560, ikiwa ni fedha taslim kutoka michango ya washiriki pamoja na wafadhili na michango ya huduma. Kwa hivyo tuna michango ya fedha, tuna na michango ya in kind ambayo jumla yake inaweza kufikia milioni 350,560, ambayo tumeweza kutayarisha maonesho haya yenye kauli mbiu isemayo kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu, kama ambavyo Mheshimiwa mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara kutoka sekta binafsi ameeleza kwamba hili ni jambo muhimu ambalo tamasha hili sasa linawakusanya pamoja sekta binafsi pamoja na watendaji wa serikali, ili waweze kuona namna gani wanaweza kushirikiana kwa pamoja kuweza kuleta ukuaji katika sekta hii ya biashara. Kupitia wizara pamoja na washirika wake, tuendelee kuipa hadhi kubwa sana maonyesho haya. Mwaka huu tumejipambanua zaidi, na sina shaka kwamba mwakani tutapiga hatua kubwa zaidi na maonyesho haya yakawa na viwango vile vya kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa heshima na taadhima, nichukue fursa hii kukukaribisha ili uweze kuongea na hadhara hii. Ndugu washiriki, nimefarijika sana kuungana nanyi katika maonyesho haya ambayo hufanyika kila mwaka na kuwa nyenzo muhimu inayounganisha sekta ya biashara na huduma, zikiwemo taasisi za serikali, taasisi binafsi, makampuni, wajasiriamali, wafanya biashara, wawekezaji, wabunifu na wazalishaji kutoka ndani na nje ya nchi. Ni wasihi washiriki wote wa maonyesho haya kuhakikisha mnaitumia vyema nafasi hii kukuza masoko kwa kubadilishana taarifa, uzoefu wa kibiashara, ili kila mmoja baada ya kuondoka hapa akawe chachu ya mabadiliko na maendeleo
ya kibiashara na utoaji huduma katika eneo analolifanyia kazi. Kufanya hivyo, tutaweza kuakisi malengo ya kauli mbiu ya maonyesho haya ya 12 isemayo kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu. Ndugu washiriki, sekta ya biashara hapa Zanzibar inaendelea kuwa tulivu siku hadi siku, jambo ambalo imepelekea kuweza kudhibiti hali ya mfumuko wa bei kutoka 6.9% kwa mwaka 2023 na kushuka hadi 4% kwa mwaka 2025, sambamba na kuendelea kutoa mchango wake katika kukuza pato la taifa. Hii inaonyesha wazi kuwa sekta ya biashara inazidi kuwa tulivu kutokana na mashirikiano yaliyopo baina ya serikali na ushiriki mkubwa wa sekta binafsi kwa kukuza viwanda na kufanya biashara katika maeneo mbalimbali yenye mnasaba na biashara. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea na dhamira yake ya kuweka miundombinu ya kisasa kwa wafanyabiashara na wawekezaji ili waweze kuzitumia fursa za biashara ipasavyo kwa manufaa yao na manufaa ya nchi yetu kwa ujumla. Ndugu washiriki, majukwaa ya biashara kama haya ni fursa muhimu kwenu katika kujiendeleza na kukuza biashara zenu kwa kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na biashara, kuimarisha viwango vya bidhaa zenu na mabadiliko ya teknolojia, na kuweza kuimarisha bidhaa na kukuza kipato chenu na kipato cha taifa kwa ujumla. Hivyo naendelea kutoa wito kwenu washiriki wa maonyesho haya na waalikwa wote kutumia vyema programu zilizoandaliwa za mijadala, semina na siku maalum kwa kujifunza mbinu za kuyafikia masoko ya kimkakati ya kikanda na kimataifa, biashara mtandao, kodi na biashara, mazingira ya sera rafiki za biashara na taratibu za kisheria katika kukuza na kulinda biashara. Ndugu washiriki, nimetaarifiwa kuwa ongezeko la washiriki kutoka nje ya nchi ambao ni mara yao ya kwanza kushiriki katika maonyesho haya ya kimataifa hapa Zanzibar. Katika maonyesho yaliyopita tulikuwa na washiriki kutoka nchi kama vile Burundi, Zambia, Kenya, Uganda na Misri, ambapo kwa mwaka huu washiriki wameongezeka wakiwemo kutoka Brazil, Oman na Misri. Hii inaonyesha kwamba hamasa ya ushiriki katika maonyesho hayo inaongezeka kutoka mwaka hadi mwaka. Ndugu washiriki, Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar kupitia maonyesho haya imeweza kuweka wazi suala la uwekezaji katika biashara na viwanda kwa kuongeza fursa za uwekezaji pamoja na vivutio vya uwekezaji katika sekta ya utalii, biashara, viwanda, kilimo, uchumi wa bluu, ujenzi wa nyumba za kisasa pamoja na sekta za huduma zinazoinua uchumi wa nchi yetu. Ni vyema kwa kila taasisi husika kuendelea kuimarisha sekta zenu na kuongeza hamasa kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi ili kuongeza fursa za ajira kwa vijana wetu kwenye sekta ya biashara na viwanda. Nitoe wito kwa wawekezaji kujitokeza kuwekeza Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Niwahakikishie kwamba nchi yetu iko salama na ina fursa nyingi za kuwekeza. Ndugu washiriki, napenda kutoa wito kwenu kuendelea kutumia majukwaa haya kutangaza biashara zenu pamoja na kukitumia kituo hiki kwa shughuli mbalimbali za mikutano, maonyesho na makongamano ili kulinda hazina kubwa ambayo serikali yetu imewekeza chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu washiriki, nahitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukurani kwa mara nyingine tena kwa waandaaji wa shughuli hii kwa matayarisho yenu mazuri. Vile vile napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa wafadhili wote wa maonyesho haya kwa michango yao ya hali na mali
iliyowezesha kufanikisha shughuli hii, wakiwemo kampuni ya simu za mkononi Yas Tanzania, Benki ya Watu wa Zanzibar, Wakala wa Biashara na Mali Zanzibar, Shirika la Ndege la Tanzania ATC. Pia natambua michango iliyotolewa na taasisi nyingine za umma na binafsi zikiwemo Shirika la Mawasiliano la Zanzibar ZICTIA, Benki ya Tanzania na kampuni ya maji ZANEAQUA na wengine wengi ambao nisingeweza kuzitaja hapa. Niwaombe sana isiwe mara ya mwisho, bali muendelee kutunga mkono katika kufanikisha shughuli hizi ambazo zinachangia kuleta maendeleo katika nchi yetu. Pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa wote na wananchi wote ambao wametoka nje ya Zanzibar, hasa ndugu zetu wa Tanzania bara, kwa kuleta wajasiriamali wengi. Mheshimiwa Queen Sendega, tunakushukuru sana, pamoja na timu yote ambayo inaongozwa na naibu katibu mkuu kutoka Wizara ya Biashara, kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania bara. Tunawatakia kila la heri katika maisha yenu ya hapa Zanzibar na tunaamini mambo yatakwenda vizuri. Lakini niwashukuru sana viongozi wa taasisi na wale wa sekta binafsi waliotunga mkono katika kufanikisha shughuli hizi. Viongozi wa serikali wako hapa, wakuu wa taasisi wengi, wengine sikuwataja hapa, lakini wameunga mkono. Makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, nyote tunawashukuru kwa sapoti yenu katika shughuli hii. Niwashukuru sana ndugu zetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama, lakini maonyesho haya yanafanyika kwa utulivu mkubwa sana. Ndugu washiriki, kabla sijamalizia, niwashukuru ndugu yetu Msoma Dua ambaye amekuja kutuombea, lakini nimshukuru ndugu yetu Zero Kasorobo ambaye amekuja naye kutupa hamasa kwa utenzi. Lakini niwashukuru wenzetu wa brass band ya Jeshi la Polisi kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya katika shughuli hii. Mheshimiwa Waziri na ndugu washiriki, niwaombe wananchi wote ambao bado hawajapata nafasi ya kuja kwenye maonyesho haya, basi watumie nafasi hii. Kuna mambo mengi wanaweza kujionea, lakini kuna huduma nyingi wanaweza kujipatia kupitia maonyesho haya. Niwashukuru nyote kwa mara nyingine tena, niwatakie kila la heri, na sisi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tutahakikisha kwamba maonyesho haya yanafanywa kwa ufanisi mkubwa sana. Baada ya kusema hayo na kwa heshima kubwa, sasa napenda kutamka kwamba maonyesho ya 12 ya kimataifa ya biashara Zanzibar nimeyafungua rasmi.